Haleluya, haleluya. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu Joseph Andrea. Tunaendelea na somo letu. Tulikuwa tumeishia kwenye sehemu ya waya Sabato kwamba wamepotea, ni wapinga Kristo. Tukawa tumefikia ile sehemu kwamba hamna unaolitimiza hata moja katika Torati. Kwa hiyo wamelaaniwa. Tukaona kabisa ushahidi kwamba wamelaaniwa. Kama Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Torati ile 27-26, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati yafanye. Kwa hiyo hawayatimizi. Ndio maana tunaweka kwenye fungu la kulaaniwa. Sio mimi, ni Biblia ndio inavyosema. Ukinipinga mimi basi ipinge Biblia, maana ukinipinga mimi nasoma kilichoandikwa. Siwafundishi watu theolojia yangu, siwafundishi watu maneno yangu, nafundisha kilichoandikwa. Nafundisha kilichoandikwa. Tuangalie sehemu nyingine. Tuangalie sehemu nyingine. Ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia 3:9. Tumalizie hiyo Sabato. Maana tulikuwa tuna somo letu lile kwamba kwa nini wote hatunii moja, na hili pia limeunganika na Sabato. Wagalatia 3:9 inasema, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kumbuka Ibrahimu alikuwepo kabla ya Torati. Mstari wa 10, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wanaoifuata Torati wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Maana imeandikwa. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Sasa ili wa Sabato wasilaaniwe, wanatimiza yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati? Jibu linakuja, hawatimizi. Kwa hiyo wamelaaniwa. Ili Wakristo wasilaaniwe, tumeona wakifundisha Torati, wakifundisha amri 10. Ili wasilaaniwe, wanadumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati wayafanye? Hawayafati, wanasoma tu. Kwa hiyo wamelaaniwa. Je, ni dini ipi ambayo haijalaaniwa? Ni mwanafunzi yupi wa Kristo anayefundisha habari za Agano la Kale na mwache Yesu Kristo na kuwafundisha wale wote wanaoamini Agano la Kale wamwamini Yesu Kristo kama wakina Paulo walivyokuwa wakifanya? Tutaikuja kuiangalia. Mstari wa 11, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu katika Torati, katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani, na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Leo Wakristo wanasoma Torati, wanawafundisha watu na hawaitimizi. Leo Wasabato wanasema wao wanaenda mbinguni, wanaifundisha Torati kwa spidi, wakati hawawezi kuitimiza Torati na hawawezi kuishi kwa hiyo Torati. Bado hapo wanajiita Wakristo. Bado hapo kwenye Torati hiyo wanaenda kumhubiri Yesu Kristo. Kweli huyu mlokole hakuwa na future. Na ile sasa kutokuokoka na kutokuokoka kwenda kuanzisha kitu chako, ndio pale unapoenda kuanzisha kitu ambacho kinakinzana na Biblia. Haya, tuachie hapa. Tuje hapa. Turudi kwenye Wakolosai yetu kwamba dini zote tuna nia moja. Maana tumeona Wasabato wako nje kabisa. Yaani ni hatari sana. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:15 inasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Hapo Wasabato tumeshawatupa mbali kabisa, kwenye hii hawapo. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu na kwa neema mioyoni mwenu. Hapa neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Hapa tumewatupa watu wengi mbali. Tumewatupa Waislamu mbali, neno la Kristo halimo moyoni mwao. Wakatoliki tumewatupa mbali, neno la Kristo halimo moyoni mwao. Wa Lutheran tumewatupa mbali, neno la Kristo halimo ndani mwao. Hapo washika neno tumewatupa mbali. Mashahidi wa Yehova tumewatupa mbali. Wa Sabato ndio kabisa mbali. Wa Pentecost ndio kabisa mbali, wanajifanya waokoa kuliko watu wote, badala mhubiri Yesu Kristo aonyeshe usahihi katika mambo yote wanayoyafundisha, kwamba sisi tuko sahihi. Tumefanania kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Sio tunaitwa Pentecost. Pentecost ni nini maana yake?
tunamfanania Yesu Kristo kwa matendo. Wa TAG wanajiita wana wa uamsho, wanavaa nguo fupi, wanapiga malasta, wanaweka makucha. Mungu wao haangalii mwili. Hao nao tumewatupa mbali pia. Inatakiwa onyeshe usahihi, utakatifu, heshima, kuvaa kinachokuwepo ndani na nje kionekane. Jamani, hapa neno la Kristo alimo ndani mwetu. Alimo ndani mwetu. Ukienda kwenye mstari wa 17, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Tukimshukuru Mungu siku zote kwa jina la Yesu. Nani anafanya hivyo? Dini gani inafanya hivyo? Inafundisha haya maneno na kuwafundisha waumini wake. Mimi nimesoma Biblia, sijatoa moyoni mwangu, sijafundisha theology. Ni dini ipi inafundisha hivi? Dini ipi inafundisha hivi? Hakuna. Kama hakuna, tunaniaje mamoja wakati hatumshukuru Yesu Kristo? Hatumwamini Yesu Kristo. Hatumtukuzi Yesu Kristo. Haya. Ukija kuangalia sasa hapa. Ukija kuangalia hapa, hatunii mamoja. Hatunii mamoja. Ukija kuangalia katika Wafilipi 2:1 inasema, basi ikiweko faraja yoyote katika Kristo, yakiweko matulizo yoyote ya mapenzi, ukiweko ushirika wowote wa roho, ikiweko huruma yoyote ya rehema. Sisi tuna ushirika wa roho. Tuangalie ushirika wetu uko sawa. Ukiwa ushirika wowote wa roho, ikiweko huruma yoyote na rehema. Mstari wa 2, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Mkinia mamoja. Hizi dini zina nia mamoja? Hazinii mamoja. Sasa tutaitwaje wamoja sisi katika Yesu Kristo jamani? Mimi ninachokihitaji moyo wangu tuweze kuyaelewa haya maandiko, tuweze kuyafuata haya maandiko, tunie mamoja. Sisi wa Kristo ni wamoja. Yaani tunapojiita wa Katoliki ni upinga Kristo. Tunapojiita wa Sabato ni upinga Kristo. Hebu sikiliza kama hii nyimbo inavyoimba. Wanamwimbia Yesu, Yesu utuokoe. Hawa ni wa Sabato, wanamwimbia Yesu. Lakini hapo hapo wanakwambia uishike Sabato. Hapo hapo wanakwambia nini? Uifuate Sabato. Wanakwambia hapo hapo usifanye kazi siku ya Sabato. Alafu wao unawakuta wanazurura barabarani. Alafu hapo hapo wao unawakuta wameshika simu mkononi. Hapo hapo unawakuta wako barabarani wameshika Biblia. Hayo mamlaka wamepewa na nani? Jamani, hatunii mamoja. Hatunii mamoja. Watu watashangaa, wewe mchungaji, mbona unawakataa wa Sabato na una nyimbo zake? Wengi wataulizana hicho kitu. Hebu tumwangalie Yesu mwenyewe anasemaje. Katika Yohana 5:8 inasema hivi. Yohana 5:8 inasema, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato wala si halali kwako kujitwika godoro. Leo ni Sabato wala si halali kwako kujitwika nini? Godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Ukienda kwenye mstari wa 16 inasema, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Kwa hiyo Yesu alitenda kazi siku zote. Baba alitenda kazi siku zote, na Yesu anatenda kazi siku zote. Mimi namfuata Kristo. Kwa hiyo mimi nikimfuata Kristo ni adui wa Sabato. Mimi nikimfuata Baba wa mbinguni, mimi ni adui wa Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Mstari wa 18. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu. Kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Yesu akawajibu akawaambia, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona Baba akilitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile.
Kwa chochote alichokitenda Yesu, siku zote Yesu alifanya kazi. Miaka 33 aliyokaa hapa duniani, Yesu alifanya kazi. Hakuna siku ambayo hajatenda kazi. Leo watu wameleta Jumapili. Wanawaambia Jumapili lazima uiheshimu na uiabudu. Hasa haya mafundisho yako kwenye kitabu gani? Tumepotea. Haya Yesu alipowaambia watu wafanye kazi siku zote, na Baba anafanya kazi siku zote, na yeye anafanya kazi siku zote. Na hao walioleta Jumapili tena watu walileta Jumamosi, mapokeo. Na watu wengine tena wakaleta mapokeo Jumapili. Mbona jamani tunazidi kupewa mapokeo ambao hayana ushahidi ndani ya Biblia? Tuangalie sehemu ya mwisho. Tuangalie finali. Mwalimu Joseph Andrea, mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu nambari 1. Na mwalimu nambari 1. Kama yoyote mtu ana swali aulize, na tuweze kueleweshana. Na cha kwanza, tunapozungumzia heshima na adabu na ukweli ni upi? Ni kutii Biblia. Unapopewa andiko inabidi kubaliana nayo. Usilazimishe ukweli wako, kwa sababu ukidaiwa andiko hutoi. Ukidaiwa andiko hutoi. Unachokijua wewe ni malalamiko na kulaini tu. Wewe umepotea. Kwa hiyo unapouliza swali na ukipewa andiko kubaliana nayo. Mimi nitakupa andiko zaidi ya moja. Wewe utaulizwa swali hutojibu. Yaani wewe utajibu ulivyofundishwa na hao walimu wa mshahara. Theology ni uongo. Biblia haya tunayosema ndio ya kweli. Yesu alifanya kazi siku zote. Na wewe unatakiwa ufanye kazi siku zote. Kukutana tunaenda kuonyana na kuelimishana. Ipo katika Waebrania 10:25. Lakini ukianzia moja kuna siri utazigundua. Na nazo pia ukubaliane nazo. Usipokubaliana nazo utabaki kwenye uongo. Jamani, itasikia sehemu ambako tutapelekana kwenye matatizo, tutashindwa kusaidiana. Tutakuletea mgonjwa, tutakuletea mtu mfundisho, utashindwa. Sasa wewe ni nani kama ni Mkristo utashindwaje? Maana kama Mkristo kweli umefundishwa chini ya Yesu Kristo, majibu unayo na una njia ya kutokea, kwa sababu Kristo hajatuacha hivi hivi. Asanteni. Share wa Sabato, watu wenye dini mbalimbali uweze kuwafikia. Huu ujumbe ni dini zote. Hatubase kwenye dini moja. Ni dini zote. Hazijakamilika chini ya jua. Dini zote ni za watu, zimetengenezwa kwa maslahi yao. Wengine kwa ajili ya kupotosha, wengine kwa ajili ya kujipatia kipato, wengine wafuata mkumbo, wengine kwa ajili ya kuharibu. Yesu atuhurumie sana. Asanteni, tuangalie sehemu ya 10, sehemu ya mwisho.